Kitu gani unachoweza kusema kirahisi walau kupitia taarifa za kwenye makaratasi? Ni kwamba sasa ni zamu ya Pira Tatu. Ni kwamba sasa ni zamu ya kocha Dimitar Pantev kuwezesha wekundu wa Msimbazi Simba sio tu kufika hatua robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo mara zote wamekuwa wakiishia kuanzia msimu 2018 2019, bali kuwavusha kwenda katika hatua ya nusu finali na ikibidi finali, ikibidi kutoa ubingwa. Wajua ni kwa sababu gani? Leo hii katika upangaji wa makundi kwenye draw ya CAF iliyofanyika kule nchini Afrika Kusini, ligi ya mabingwa barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba wameangukia katika kundi D. Ni kundi matata kweli kweli. Kama tujuavyo, katika ligi ya mabingwa barani Afrika hakuna mpinzani mwepesi hata kidogo. Lakini ukiangalia vyema miongoni mwa timu zilizopo kwenye kundi D, basi utawakuta wekundu wa Msimbazi Simba ni miongoni mwa timu kali. Ndio, kwa sababu waliopo hapo ni Esperance de Tunis. Hawa ni wazoefu kwenye michuano hii, inafahamika vizuri. Kati ya klabu ambazo zimetoa mataji mengi, ukiondoa Al Ahly ya Misri, basi kuna Esperance de Tunis, kuna TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna wenyewe mnyama wekundu wa Msimbazi Simba. Halafu miongoni mwake wapo Petro Atletico ya Angola. Yes, Petro, lakini vile vile timu nyingine ni pamoja na Stade Malien. Hawa ni mabingwa wa kule nchini Mali. Sasa kwenye kundi hili, kwenye makaratasi walao unaona hapa mpinzani mkali zaidi. Msisitizo kwenye makaratasi kwa kuzingatia viwango vya ubora vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF ni Esperance de Tunis, klabu namba 3 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tu na Al Ahly inayoshika nafasi ya kwanza na Mamelodi Sundowns inayoshika nafasi ya pili. Lakini kuna wekundu wa Msimbazi Simba ambao wenyewe wamo miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika. Inapangwa draw hii, inafanyika draw hii Simba wakiwa katika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya kuanzia 2021 mpaka 2024 2025, wana finali hawa wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita. Lakini wanaofuatia ni pamoja na Petro Atletico ambao wao wameingia kupitia pot 3, lakini wa mwisho ni Stade Malien walioingia kupitia pot 4. Simba ni pot 2, lakini Esperance de Tunis ni pot 1. Sasa tunasema unafuu au tuseme matumaini kwa Watanzania, kwa wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kocha Dimitar Pantev na wekundu wa Msimbazi Simba katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika unatokana na ukweli kwamba sio tu kwa sababu Simba inaonekana ni ya pili kwa uzito kwenye makaratasi kwa timu zilizopo, bali pia namna ambavyo kocha Dimitar Pantev katika muda mfupi akiongoza Simba akitokea katika klabu ya Gaborone United ameingia na falsafa ambazo zinaonyesha wazi kwamba Simba ikijipanga vizuri inatoboa katika kundi hili mapema sana tu. Ndio, wakiwa wanachuana kwa nafasi na Esperance de Tunis, lakini pia kuweza kusonga mbele zaidi. Ni kwa sababu gani? Kocha Dimitar Pantev ametoa Simba na mfumo baada ya golikipa ana walinzi 4, anapenda kutumia viungo 3, washambuliaji 3, lakini akinyumbulika kulingana na mwenendo wa mechi. Anacheza zaidi katika eneo la juu, akishambulia zaidi, muda mwingi akicheza mpira katika eneo la juu, lakini kwa haraka, kwa kasi, na muda mwingi akipenda kuwafanya wapinzani washindwe kufurukuta, kuchomoka kutoka katika eneo lao. Alifanya hivyo katika mechi 2 dhidi ya Nsingizini Hotspur, akapata matokeo mazuri sana ambayo sasa wapo katika hatua ya makundi. Lakini kimahesabu kwenye michuano ya CAF ligi ya mabingwa barani Afrika tunafahamu vizuri, hayachezi majina ya timu bali mpango kazi wa kocha, na kwa kuzingatia kwamba kwenye michuano ya CAF huanzia hatua ya makundi na kwenda zaidi, kwa maana robo finali, hatua ya nusu finali, finali, ni hesabu zaidi ndo zinatamalaki. Swala la kumiliki zaidi mpira, kupiga pasi nyingi, kucheza zaidi katika eneo la juu la mpinzani halina mashiko bali ni matokeo. Na matokeo hayo Simba uzuri wake na uzoefu wa kutosha katika michuano ya CAF tangu 2018-19, safari zao huwa ni robo finali, na msimu uliopita kwenye michuano ya shirikisho walifika finali pale walipocheza dhidi ya RS Berkane. Sasa Simba kama taasisi, wachezaji wake wenye uzoefu mkubwa kina Kibu Dennis Prosper, akina Musa Pimpin Kamara, Shomari Kapombe, lakini mbinu za Dimitar Pantev katika siku chache akiongoza Simba imeonyesha dhahiri kwamba mpaka kufikia mechi za hatua ya makundi zitakapoanza huenda Simba ikawa katika shepu nzuri zaidi. Sasa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tunaposema kimahesabu katika ligi ya mabingwa barani Afrika na hasa hatua ya makundi ni kama ifuatavyo, kwamba Simba Dimitar Pantev na benchi lake la ufundi kina Suleiman Matola waweza kuangalia mpinzani gani hapa wa kupambana naye zaidi. Ndio, wote ni sawa, lakini ni vizuri ukienda kimkakati. Kwa haraka hapa kwa Petro Atletico, kama walivyo wapinzani wengine kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika,
ni wakale haswa. Hawa ni wazoefu katika michuano hii, lakini wakiangalia kiuzito unaona hata kwenye viwango vya CAF Simba iko juu kuliko Petro, lakini hilo halitoshi. Hawa Petro Atletico ni mabingwa ligi kuu ya Angola, ligi namba 7 kwa ubora barani Afrika. Msimu uliopita wakati wakitoa ubingwa kwenye safari yake kuelekea mwishoni mwa ligi walipambana vya kutosha na Wiliete. Kwenye mzunguko wa pili walifungwa na Wiliete. Kwenye ligi kuu ya Angola katika timu iliongoza kufunga mabao mengi wao hawakuwamo, walikuwa ni Wiliete. Wiliete walimaliza katika nafasi ya pili, Petro mabingwa. Wiliete walifunga Petro kwenye mzunguko wa pili bao 1-0. Wiliete walimaliza na mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu ya Angola, mabao 49. Sasa wao Wiliete ndio wale ambao wamecheza na Yanga, watani wa jadi wa Simba, wakafungwa 3-0 kwao, wakikosa mabao mengi, lakini wakafungwa tena mabao 2-0 kwa Mkapa, wakatolewa kwa mabao 5-0. Sasa ni juu ya benchi la ufundi la Simba kuangalia Wiliete wakati wanacheza na Petro Atletico waliwashika eneo lipi hasa katika mzunguko wa pili. Maana mzunguko wa kwanza Petro walishinda dhidi ya Wiliete. Kwa lugha nyingine hapa Petro Atletico ni miongoni mwa timu nzuri, ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kwenye michuano ya CAF hivi karibuni, lakini unaona kwa daraja la Simba walao Simba inaweza kujipanga vizuri kuhakikisha inavuna pointi zote. Ikibidi uhakika zaidi kwa Mkapa, lakini kule Angola pia Simba kupitia kwa Dimitar Pantev mwenye mbinu nyingi, kupitia kwa wachezaji bora walionao katika kila nafasi, hasa katika eneo la juu ambalo wanapatikana kina Eli Mpazo Kibisawala, Steven Dese Mkwala, Selemani Mwalimu, Simba washindwe wenyewe. Maana pia wana Jonathan Soa, lakini wana viungo machachari wakali wenye kasi na uzoefu akina Kibu Dennis Prosper, lakini vile vile Jasha Ahua, Neo Maema, mabeki kina Rushaid The Rock. Ni dhahiri kwamba Simba wana kila sababu kuvuna pointi za kutosha kutoka kwa Petro. Lakini pia kuna Stade Malien. Stade Malien wao katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa siku za karibuni wala hawana uzoefu kihivyo, lakini tunasisitiza kwenye michuano hii hatua ya makundi hakuna timu nyepesi. Kwenye makaratasi Simba ni nzito mno kulinganisha na Stade Malien ya Mali. Ni juu ya wao kujipanga vyema kuhakikisha hapa wanavuna pointi zote, na Simba wanajua hesabu zake kuhakikisha pointi zote kwa Mkapa wanazipata, lakini pia away wanapocheza ugenini waweze pia kuvuna pointi pale panapohitajika, na hasa kwa timu kama Stade Malien. Mpinzani wao hatari zaidi kwenye kundi lao ni dhahiri kwamba ni Esperance de Tunis. Esperance de Tunis mpaka sasa katika ligi kuu ya Tunisia yenye timu 16 imeshacheza mechi 12, wamevuna pointi 27 kati ya pointi 36 zitokanazo na mechi 12. Ukizidisha kwa 100 unaona hapa ufanisi wao ni performance ya around 75%. Ligi ya Tunisia kwa sasa iko nyuma ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara ambayo Simba ndiko nakotoka ni ligi namba 5 kwa ubora kwa mujibu wa CAF. Ligi kuu ya Tunisia ni ligi namba 6 kwa ubora. Lakini Esperance de Tunis kama nilivyotoka kueleza awali ni miongoni mwa klabu bora sana. Hivi sasa ikifundishwa na kocha Mahar Kanzari, Esperance wangali wakienda vyema. Msimu uliopita wao waliishia katika hatua ya nusu finali, tunafahamu vizuri. Wao ni washiriki wazuri katika michuano ya CAF, mara nyingi huvuka sio tu hatua ya makundi, hufika nusu finali, kwenda finali na washai kutoa ubingwa kama nilivyotoka kuelezea. Lakini kwenye mabao wao katika ligi kuu ya Tunisia wamefunga mabao 19, wameruhusu 3. Ndio timu yenye ukuta imara zaidi hivi sasa. Wao na Stade Tunisia ndio wameruhusu mabao machache ambao ni 3, lakini ndio timu inayofunga mabao mengi zaidi kuliko timu zote mpaka sasa katika ligi kuu ya Tunisia. Kocha Mahar Kanzari, mfumo wake wa kucheza ndio ambao unafanya Simba iangalie zaidi namna gani kupitia kwa mtaalam Dimitar Pantev. Lile Pirata 2 ni wakati wake sasa kuona namna gani anaweza capitalize, anaweza kutumia fursa kwa maana udhaifu wao katika kucheza, lakini kuhakikisha wanazuia ule uimara wao usiwaletee madhara. Na hasa kwa kuangalia mechi za hivi karibuni walipocheza dhidi ya Stade Tunisian walifungwa 1-0. Katika zile mechi 12 wamefungwa 1-0 na Stade Tunisian, waona walifungwa vipi. Lakini pia wakicheza na Rahimu ya Burkina Faso walicheza kijanja sana, na ndivyo ambavyo timu za aina ya Esperance de Tunis, Al Ahli ya Misri na nyinginezo zenye uzoefu michuano ya CAF hucheza kijanja sana, kimbinu sana. Wakicheza Burkina Faso na mabingwa Burkina Faso Rahimu kwenye raundi ya pili ya kuania kufuzu hatua hii ya makundi, walitoka sare ya 1-1 kule Burkina Faso, walipaki basi, walizuia zaidi. Rahimu akaupiga mwingi, mechi kaisha kwa ushindi wa bao 1-0 waliopata Esperance de Tunis. Mechi ya marudiano wakashinda mabao 3. Sasa ni kuangalia sasa ni namna gani ambavyo kocha Dimitar Pantev anaweza kanufaika
na udhaifu wao, anaweza kazuia madhara yao. Lakini kwa haraka haraka tutajadili kwa kutosha, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, juu ya uimara wao na udhaifu wao. Lakini kwa juu tu ni kwamba kocha Maher Kanzari mfumo wake huwa ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, halafu ana viungo wawili ukabaji, halafu ana kiungo mmoja, ana washambuliaji watatu. Hapa ndipo penye mzizi wa mashambulizi yake anomfanya kwenye ligi afunge mabao 19, aruhusu mabao 3. Hapa katika huyu mmoja huyu ni Ashraf Jebri ambaye katika ligi kuu ya Tunisia mpaka sasa ameshafunga mabao 4 na ndiye kinara wa mabao katika timu yao kwenye ligi kuu mpaka sasa akiwa na mabao haya 4. Alafu katika hawa watatu kuna mmoja anayetokea upande wa kulia, Yusuf Belaili, yeye ndio anayeongoza kwa assist, ameshatoa assist 5 na amefunga mabao 2, amechangia mabao 7 katika mabao 19. Halafu kuna mwamba mwingine Yan Sase, yeye anafahamika ni miongoni mwa nyota katika klabu ya Esperance de Tunis, mpaka sasa ameshafunga mabao 3. Lakini kwenye muundo wake hawa watatu wa juu ni nani na nani? Mara nyingi katikati huwa ni mshambuliaji anaitwa Florian Danyo. Huyu ni mchezaji wa kimataifa wa Ufaransa waliyemsajili. Urefu wake ni futi 6+. Katika wale watatu anakuwa katikati. Upande wa kulia ndiko anakotoka Yusuf Belaili, natoka kumwelezea, mwenye assist 5. Anafanya mabalaa yote kutokea upande wa kulia katika wale watatu wa juu. Lakini upande wa kushoto kuna mwamba mwingine anaitwa Bwalia. Yeye ndo anatokea kushoto. Lakini katika viungo pia yupo Yan Sase, yule ambaye ni miongoni mwa nyota katika timu hii. Sasa kiundani zaidi tutawachambua, na ni matarajio yetu Mbwaduke Stats Sport Next Level kuona wekundu wa Msimbazi Simba, benchi la ufundi la kocha Dimitar Pantev, Pirata Tuli kianza kuwadadavua, kuwafanyia kazi vya kutosha ili kuona kwamba Esperance de Tunis wanakuwa chanzo cha pointi za Simba kwenye kundi lao la D na si kinyume chake, ili mwisho wa siku kurahisisha kazi yao ya kuhakikisha wanakuwa miongoni mwa timu 2 za juu na kufuzu kwa hatua ya robo finali kutokea kwenye kundi la D, na ikibidi kuzidi kusonga mbele zaidi. Maana Simba hii ya kocha Dimitar Pantev, Simba hii ya Pirata Tuli, Simba hii yenye wachezaji nyota wengi ndani ya kikosi na wenye uzoefu mkubwa, wakiwa na nyongeza ya vijana kama kina Anthony Mligo, wakiwa na nyongeza ya vijana kama Morris Abraham, matarajio ni kuona ikisonga mbele zaidi. Ni zamu ya Pirata Tuli, na hilo litatimia kuanzia kwenye kundi hili la D lenye Esperance de Tunis, Petro Atletico ya Angola na Stade Malien. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri, lakini cha msingi ni kwa Watanzania wekundu wa Msimbazi Simba kuunga mkono timu yao kuanzia sasa. Katika kila mechi kuhakikisha wanajaza uwanja, wanashangilia mwanzo mwisho. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, management yao, benchi la ufundi, wakati Dimitar Pantev na vijana wake wakiendelea kujiandaa kimbinu, basi wakubwa nao wajue jinsi timu yao itakavyofanikisha mipango yao. Maana michuano ya CAF ina mambo mengi, mengine ndani ya uwanja, mengine nje ya uwanja. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.